Lakini kwa nini Mungu ameruhusu mateso? Watu wengi tunajiuliza kwa nini Mungu ameruhusu mateso yatufikie, hata kwa wale ambao tuna imani kubwa kwake. Leo hii nimekuandalia sababu kuu 5 muhimu ambazo kwa nini Mungu anaendelea kutoa mateso, au kwa nini mateso yanaendelea kuwafikia watu wake. Na hii itakupa njia nzuri ya kuweza kuamua kwamba hayo mateso unayoyapitia si kwamba Mungu amekuacha, wala si kwamba Mungu anakutendea tu ili mradi kwamba wewe upotee. Hapana. Ungana nami. Sababu ya kwanza muhimu ni kwamba mateso ni sehemu ya watu wenye haki. Watu wengi tunajiuliza, kama kweli Mungu ni mwema, kwa nini anaruhusu nipitie katika majaribu, au anaruhusu nipitie katika changamoto fulani? Hapana, sivyo ambavyo unafikiria. Mara nyingi Mungu anatenda kazi ndani yetu na anatenda kazi karibu yetu. Mungu hamuondolei mtu changamoto, au Mungu hamuondolei mwenye haki maswaibu mbalimbali ayapitie, lakini Mungu husimama naye ili apite vema katika hayo. Rejea Petro wa kwanza sura 4 mstari ule wa 12 na wa 13. Jua kwamba unapopitia katika changamoto ni step ambayo Mungu anaendelea kukupitisha ili uendelee kuimarika, kwa sababu wewe ni mwenye haki mbele za Mungu. Mungu haruhusu mateso ili kutuangamiza, bali anaruhusu mateso ili kututengeneza. Ni kama dhahabu jinsi ambavyo inapita katika tanuru la moto, sio kwamba ili iungue au ili iharibike, ila tu iweze kuimarishwa. Vivyo hivyo roho zetu zinahitaji kuimarishwa sana kupitia mateso. Rejea Isaya 48 ule mstari wa 10. Unapopitia changamoto, si kana kwamba Mungu yuko mbali na wewe, ila hiyo changamoto inakufanya roho yako kuimarika zaidi. Unakuwa na uimara katika roho, katika nafsi yako, hata katika matendo yako unaendelea kuimarika siku kwa siku. Mungu anatufanya tuone upendo wake kupitia mateso, hasa kwa watu walio karibu yetu. Kuna changamoto nyingi ambazo unazopitia, lakini Mungu anatuma watu wake kwa ajili ya kuweza kukufariji, kukukumbatia, kukutia moyo na kukuonyesha kuwa njia iliyo sahihi ni hii ya kupita. Turejee Mathayo 25 ule mstari wa 36 hadi wa 40. Pale ambapo umepata changamoto au mateso fulani, Mungu huonyesha upendo wake kupitia watu waliopo karibu na wewe, kukuvika, kuja kukuona unapokuwa umefungwa gerezani, lakini kuja pia kukutazama pale ambapo utakuwa umeumwa au na changamoto ya magonjwa. Hivyo basi, unapopatwa na mateso alafu watu wakaja kukutembelea na kukuona, usiseme kuwa ni bahati, bali tuseme kuwa ni Mungu anatembea kupitia watu au wanadamu aliyowaumba kwa sura na mfano wake yeye mwenyewe, kutukumbusha sisi tumtegemee Mungu. Kuna wakati tunapokuwa akili zetu zimefikia mwisho, ndipo ambapo Mungu nguvu yake inapoanzia. Pale ambapo tunapofikiria kuwa hapa hatua zetu na akili zetu zimekwisha kabisa matumizi yake, ndipo ambapo Mungu hufanya kazi yake. Hutukumbusha sana kwamba hatuwezi kwenda peke yetu, hatuwezi kutembea peke yetu. Tunaipaswa, tunataka na tunahitaji nguvu ya Mungu iwe pamoja na sisi, itusaidie kwenye maisha yetu. Kama jinsi ambavyo Mtume Paulo alivyopitia machungu mengi sana kwenye maisha yake mpaka akamkumbuka Mungu. Tutarejea Wakorinto wa pili sura ile ya 1 mstari wa 8 na ule wa 9. Paulo akasema, tulipitia
mizigo mizito kuliko nguvu zetu. Hili ilitokea ili tumtegemee Mungu tu. Mungu haruhusu maumivu ili kutuua. Anaruhusu yatufunge karibu naye, yatufanye sisi tuwe karibu na Mungu, ili tumtegemee yeye peke yake na sio mtu mwingine ambaye awali yote anaweza kutuharibia maisha. Lakini anatufanya Mungu tumtegemee yeye peke yake kwenye maisha yetu sisi, kama ambavyo Mtume Paulo alimtegemea Mungu. Anatoa mateso au mateso yanatufikia ili aweze kuungana na sisi au sisi turudi kwa Yesu Kristo. Hakuna mateso ambayo sisi tunapitia ambayo Yesu hakuyapitia kwanza. Mateso hayo sisi tunayopitia kiundani ni kwa ajili ya upendo wa Yesu Kristo, ili tuungane katika moyo wake mtakatifu katika maumivu ambayo yeye anapitia. Ukirejea Warumi 8 ule mstari wa 17 unasema, tukishiriki mateso basi tutashiriki pia na utukufu wake. Kwa hivyo basi Mungu haruhusu mateso ili kutuangamiza, bali kutuimarisha na kutupatia ule utukufu ambao sisi tunauhitaji kwenye maisha yetu. Lakini zaidi sana ni vile ambavyo tunakuja kuona kuwa Yesu hakukomboa ulimwengu huu au dunia hii kwa nguvu ya bastora, kwa nguvu ya kupigana, ila ni kupitia mateso matakatifu. Ndio maana aliukomboa hadi sasa amevikwa utukufu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika hii video. Comment hapo chini mada nzuri ya video yoyote ambayo unahitaji tuweze kuileta hapa mbele yako. Tumsifu Yesu Kristo, tumtukuze Mungu.